Hivi mapenzi ni nini? Kwa nini mapenzi yanauma hivi? Yanauma sana pale unapomkabidhi moyo mtu unayempenda, mtu unayemthamini, mtu uliyempa kila kitu ukiamini yeye atakuwa wako, alafu anakuacha kwenye mazingira ambayo au kutarajia. Tarehe 8 ya mwezi wa 6 ya mwaka 2023 ilikuwa ni siku ambayo sikujua kama ingekuwa mwanzo safari kubwa na pia kumbukumbu ya maumivu makubwa katika maisha yangu. Ilikuwa katika majukumu yangu ya kila siku ndipo nilipokutana mwanamke ambaye baadaye alikuwa sehemu ya ndoto zangu, furaha yangu na familia yangu. Tulianza kama marafiki, tukazidi kujuana, kuheshimiana na kupendana, na hatimaye upendo wetu ukafikia hatua ya uchumba, na tarehe 23 ya mwezi wa 12 kabla Christmas, kwa moyo wa upendo nilitoa mahari kwa moyo wa furaha. Tukafunga ndoa ya Kiislamu tukiwa na matumaini ya kuanza maisha mapya tukiwa pamoja na tukipendana. Mwaka 2024 ndipo tulipoanza maisha yetu rasmi kama mke na mume. Tulipendana, tulijenga ndoto zetu na tuliapizana kuwa hatutakuja kuachana. Niliona ndani yake mwenza wangu wa maisha, mtu ambaye nilitaka kushirikiana naye kwa kila jambo. Mungu alitujalia zawadi kubwa. Tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2025 tulipata mtoto wetu wa kike. Tulimpa jina la Rahma kwa sababu tulimwona kama mtoto wa baraka na rehema katika maisha yetu. Furaha yetu ilikuwa ni kubwa, na tarehe 29 ya mwezi wa 7 ya mwaka 2025 tukafanya 40 ya mtoto wetu kama dini yetu inavyotuongoza, na mashallah kila kitu kilikuwa kizuri, furaha tele kwa kila mmoja. Lakini maisha yana mambo ambayo wakati mwingine moyo wa mwanadamu hawezi kuyaelewa. Bila kutarajia, ndoa yetu ilianza kupata changamoto. Mabadiliko yalianza yakaingia taratibu, na siku moja nikahisi yule ndege wangu niliyempenda, niliyemlea kwa moyo wangu wote, ameanza kupepea mbali na kiota chetu. Mariam, mwanamke niliyempenda kwa upendo wangu, muda wangu na kila nilichoweza, akawa mbali na mimi. Maumivu yake si rahisi kuyaeleza kwa maneno, kwa sababu ndani ya moyo wangu bado kuna kumbukumbu za siku tulizocheka, tulizopanga maisha na tulivyokuwa na matumaini. Kwa sababu tu ya smartphone, shemeji yangu ambaye ni dada yake akamdanganya kwa kumwambia kuwa ndoa inambana sana, hivyo inabidi watoke wakayatafute maisha. Hakuhitaji kujua ni kwa kiasi gani najitoa kwa ajili yake. Alichohitaji yeye ni kuyapata yale maisha ambayo wameahidiana. Pasikujali kama tuna watoto, pasikujali upendo wangu, akaamua kuondoka na kuniacha mimi. Nikajifunza jambo moja kubwa katika safari hii, ni kwamba hata watu wa karibu wanaweza kuwa na ushawishi mkubwa katika maamuzi ya maisha. Nilihisi kwa baadhi ya maneno kutoka kwa watu waliokuwa karibu na familia yetu yalichangia mabadiliko yalipotokea, hasa pale ushauri ulipoonekana kuelekea kutafuta maisha nje ya ndoa. Lakini mwisho wa yote, Mungu ndiye anayejua siri za mioyo yetu. Mimi nabaki na dua, kumbukumbu, somo, na mwanangu Rahma ataendelea kuwa sehemu ya baraka yangu, na kila ninachokitamani ni amani, heshima na kheri kwa kila mmoja wetu. Wakati mwingine upendo hauishi kwa sababu watu hawapendani, bali kwa sababu safari ambayo walidhani itaendelea milele imefika sehemu ambayo hawakutarajia. Uliondoka Mariam, lakini bado upo kwenye moyo wangu na bado naendelea kukukumbuka sana. Ni mimi Amos.